Jamu baina salataini, kujumuisha swala mbili kwa wakati mmoja. Imma jamu taqdiman au jamu taakhiran, yategemea zile sababu zitakazo kuwa kwako wewe zimekufikia. Wanasema asbabul jam'i thalathatun, sababu za mtu kujumuisha swala ni tatu. As-safaru, ni kwa ajili ya safari, na hii kwa ajili ya safari waweza kujumuisha jamu taqdim na jamu taakhir. Ya pili almataru, ni mvua, na hii utajumuisha jamu taqdimi peke yake, haina jamu taakhiri, na zote tutaelezea ni namna gani zafanywa. Ya tatu almaradhu, maradhi, imma jamu taqdim au jamu taakhir. Kwa hiyo hizi sababu tatu ndo zimfanyao mtu aweze kujumuisha swala. Iko sababu nyingine lakini haifai mtu kuitukua ni kawaida, yani sio ada. Idha lam tattakhidha adatan au idha lam tattakhidhu adatan, asipoitukua hiyo sababu ni ada. Yaweza saa ingine mtu kujumuisha bila ya mvua, bila ya safari, bila ya maradhi, lakini kwa shughuli tu imetokea, si kawaida. Leo nitakuwa busy sana, basi akajumuisha swala. Lakini tuelewe kujumuisha ni kitu mbali na kukusuru ni kitu mbali. Ila suala ayuhuma afdal, aljamu au tarkuhu, ni kujumuisha swala au ni kutojumuisha? Yani bora mtu ajumuishe au bora mtu aswali kivyake, kila swala kwenye time yake? Anasema ubora tarkul jam'i khurujan min khilafi ma lam yujiz aljam'a, bora ni kuacha kujumuisha. Ikiwa utaweza kila swala kuiswali kwa wakati wake ni bora, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala iwe yani imeshakuwa ni faradhi kwa waumini yenye wakati maalumu. Wakati wenyewe huwezi kuswali utakavyo wewe, utaswali alivyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madhhab ya Abi Hanifa, kwao aljam'i hairuhusiwi ila katika masala manne peke yake. Masala ya kwanza kujumuisha linusuki, siku tukiwa Arafa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie sote twendeni, sisi tulioko hapa na vizazi vyetu na wanaotusikia, Mungu atupe safari ya hija inshallah. Sasa ukiwa Arafa, hata kwa yule aliyokuwa Maka, akiwa atakuwa ameamua kuhiji akiwa Arafa, wajumuisha ile yaitwa aljamu linusuki, kujumuisha kwa ajili ya kuwa wewe wafanya ibada ya hija. Sasa mkiwa ni wasafiri wa mbali mwajumuisha na kukusuru, ikiwa ni wasafiri wa pale pale Maka mwajumuisha kwa kukamilisha nne. Kwa hiyo adhuhuri pamoja na alasiri jamu takdimi. Kadhalika ikiwa umeondoka Arafa mapema, yani magharibi ukaondoka, utaswali magharibi na isha ukiwa Muzdalifa, hii itakuwa ni jamu taakhir. Lakini ikiwa mtachelewa, magharibi na isha mtaswalia pale pale mkiwa wapi? Arafa, jamu takdimi. Utaangalia wewe ile munasaba, manake mweza mkachelewa ikawa mkiingia Muzdalifa hakuna tena time ya kukaa kwa ile jam, ni kuondokewa tena kushukiwa wapi? Mina. Na matakana hapo mpite, mtoke Muzdalifa mwende Mash'aril Haram, haya tena mdogo mdogo mpaka mfikapo Mina, tena ima alfajiri imekwisa au ndio alfajiri, tegemea na ile program utakao kuwekewa. Hii ya kwanza. Ya pili, liman shakka fi dalili jawazi aljam'i,
Kwa yule ambaye kwamba yeye ana shaka, je, huko kujumuisha yafaa au haifai, huyu bora kwake ajumuishe ili atoe shaka kwamba kujumuisha kwafaa. Ya tatu, liman wajada fi nafsihi karahiyatul jam'i, mimi sipendi, penda, fanya kwa ajili hii ni ruhusa, usichukie ruhusa ya Mungu. Ya tatu, idha kana mimman yuqtada bihi fi hadrati nnas, watu wote kuangalia wewe, shekhe atajumuisha hajumuishi? Usipojumuisha utakuwa umeatia shaka kwamba kujumuisha hakufai. Sasa jumuisha ili uoneshe watu kujumuisha yafaa. Saa ingine ubidi mtu afanye jambo kwa kutunga watu. Angalia dini, angalia umuhimu wa kutunga watu, angalia dini. Bwana mmoja alikiitwa Al-Junaidi sahibu Taifa. Huyu ni mcha Mungu mkubwa, amefunga, lakini akaja mtu akampa maji akamwambia naomba unywe na Mungu akurahamu, na yeye amefunga. Akachukua maji wale wanafunzi wake akamuuliza, wewe si umefunga? Akasema natarajia dua ya huyu kuliko kutarajia saumu yangu. Umeona watu, yaani dua ya huyu mimi naitarajia zaidi kuliko saumu yangu, lakini saumu ya sunna nimefunga mimi. Mandamu miskini ametoka hapo akaniletea maji kisha kanambia kunywa Mungu akurahamu. Ndio nakumbuka mimi kule juzi tulipokuwa umra, kuna watu hupita akakuganyia tende. Sasa utasikia watu namwambia la, kula umpe thawabu. Na ndio ukaona wanazuoni watuambia ni uzuri ukienda msikitini kumewekwa maji ya kunywa ili yule aloweka apate nini? Thawabu. Lakini kila mmoja akija kuna nini unakuja msikitini maji ya jumuiya ya akhi, sasa wataka huyo thawabu zake zipate vipi? Mtu akikupa sadaka usikatai, pokea hata kama huhitaji, kwa ajili ya yeye tu apate thawabu. Wengine mbakhili hata kumpa mwenzake thawabu bakhili. Subhanallah. Sasa suala jingine, je, mtu akiwa safarini sasa, fa ayyuhuma afdal, bora kwake yeye ni nini? Jamu takdimin am jamu taakhirin? Mimi niko safari, bora ni swali jamu takdimin au jamu taakhirin? Kwanza kuna safari aina mbili. Kuna mimi ndio nimo safarini, sijui mwajielewa Kiswahili hapa, yaani mimi sijafika kule nendapo, niko barabarani, niko I'm on the way, si ndio mnasema namna hiyo? Au am on my way mnasemaje? On my way. Ndo hayo mtagawanyana nyinyi. Mimi ndio niko safarini, alafu kuna ushafika safarini. Unaona hivi vitu vingapi? Viwili. Huyu bado yuko safarini, huyu ashafika. Tumzungumzia wa kwanza ni yupi? Ni yule alioondoka ndo yuko safarini endao. Huyu ana hali mbili. Idha kana sairan fi waqti al-ula, wewe safari yako saa ngapi? Alasiri. Ina maana adhuhuri utakuweko bado uko wapi? Mjini. Bora kwako jamu takdimi. Wewe utaondoka saa 8, ina maana alasiri utakuwa uko kwenye nini? Fanya jamu takdimi. Huyu ni mtu adhuhuri atakuwa safarini, alasiri atakuwa safarini. La, sairan fi waqti al-ula, nazilan fi waqti thania. Sawa, mimi naondoka hapa saa 5. Ina maana adhuhuri itanipata nikiwa wapi? Mimi naondoka hapa saa 5 na nendapo nitafika saa 11. Ina maana adhuhuri itanipata wapi? Ni mnandaa. Mimi naondoka hapa saa 5, nitafika huko saa 11. Ina maana adhuhuri itanipata wapi? Alasiri itanipata wapi? Nishafika safarini, lakini mimi nimeeleza wasafiri kuna aina mbili. Kuna yule yuko barabarani, kuna na ule msafiri ambaye amefika kule safarini endapo. Sasa mimi naondoka hapa, mathalan mimi ni mtu wa Mombasa, mimi ni muamu lakini ni mfano. Naondoka Mombasa saa 5, nenda zangu Nairobi.
nitafika Nairobi saa 11. Ina maana wakati wa kwanza mimi nitakuwa kwenye nini? Safari. Wakati wa pili nitakuwa mmefanya nini? Mmefika. Tafadhali ni swali kwa makini, ishafika. Nitatiania jamu taakhiri. Sijui mmenifahamu hapa? Mimi bora ni swali nikifika. Kwa hiyo adhuhuri nitaiakhirisha mpaka nikifika. Si swali mbio mbio. Kwanza mimi wakati wa kwanza nitakuwa niko ndani ya safari. So mimi naondoka saa 5. Saa 5 adhuhuri tayari? Saa 5 adhuhuri tayari? Bado. Mimi nitaondoka. Ina maana adhuhuri itanipata mimi nikiwa wapi? Naweza kupaki gari na pengine naondoka na private. Naweza bora fika kisha ufanye nini? Uswali zote. Kwa hiyo wewe utatia nia taakhiri. Tumefahamu? Tumefahamu vizuri mfano wa kwanza. Haya, wa pili, idha kana nazilan fi waqti al-ula wa sa'iran fi waqti thaniya. Mimi adhuhuri niko hapa hapa, lakini alasiri itanipata nikiwa safarini. Mimi nitaondoka baada ya adhuhuri. Ngoja, kama sasa adhuhuri imeingia haijaingia? Sisi tushibu hatujaswali, lakini adhuhuri tayari si tayari? Lakini mimi nikiondoka hapa nitafika kule magharibi. Ina maana alasiri nitakuwa kwenye nini? Hili darasa lenu nyote. Kujibu mtu mmoja kama wengine haliwahusu. Mimi hivi sasa adhuhuri tayari si tayari? Tayari. Mimi nitaondoka baada ya saa 7. Lakini kule nitafika magharibi, nitafika saa 12:30 au saa 1. Ina maana alasiri itanifika mimi nikiwa wapi? Barabarani. Bora mimi ni swali jamu takdimi. So sitaipata alasiri, nitakuwa njiani. Kwa hiyo bora mimi hapa na swali jamu takdimi. Jamu takdimi ni kile cha pili kukileta kipindi cha pili kukileta mbele. Jamu taakhiri ni kipindi cha kwanza kukipeleka mbele. Kipindi cha pili jamu takdimi ni mimi kipindi cha pili kukileta mwanzo nikakivuta, alasiri nikaileta kwenye alasiri, kwenye adhuhuri. Jamu taakhiri ni hii adhuhuri nikaitukua nikaipeleka huko kwenye alasiri. Hii inaitwa jamu taakhiri. Tumefahamu ha? Haya, idha kana nazilan fi waqtihima au sa'iran fi waqtihima. Sasa time zote mbili mimi nitakuwa safarini. Mimi nitaondoka saa 5 hapa na ndege. Saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, 10, 11, saa 1, saa 2, saa 3 ndo nitafika. Ina maana time zote mimi nitakuwa wapi? Yaani adhuhuri itanikuta safarini, alasiri itanikuta safarini, magharibi itanikuta safarini, isha itanikuta muko ziko safari hizo. Mimi tu nimesafiri safari fupi masaa 10 uko ndani ya ndege tu. Wewe unena Mungu ni Mungu jamani, hapa pilot alale. Sijui kutakuwaje. Masaa 10 uketize wewe uinuka ukatufu pale ndegeni kiuno kuuma masaa 10 na mimi nimesafiri na wendani wangu tulikuwa kwenda seminar mahala, wao watoka Mexico wamesafiri 16 hours continuously, wako angani tu. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Afalam yarau ila at-tayri fawqahum sawafatin wa yaqbidna. Inawapeleka nini? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ona, ma yumsiku ni Mungu tu, si pilot, si chochote. Lakini cha ajabu utamkuta ule mtu ameingia ndegeni na akalala akapata usingizi bukhair wa 50 fi qararin makin, tena na ukoroma mwamsha. Wewe ulala ndegeni? Hii ndege usibabaike bwana, hizi ndege bwana, nzuri hii Boeing sijui nini. Je, ndege pekwa na Mungu? Ikiwa ndege pekwa na mzungu ni mzuri, je ndege pekwa na Mungu? Lakini mtu ulala kwenye ndege ya mzungu akakosa raha kwenye ndege ya Mungu. Ndege ya Mungu ni huu ulimwengu, anaupeleka nani? Allah. Mwenyezi Mungu asemaje? Lillahil amru kullu, kila kitu Mwenyezi Mungu, kila kitu. Lakini
Mwanadamu akawa atapata itminani kwenye ndege ya mzungu, atapata babaiko kwenye ndege ya Mungu. Imani kweli wewe nayo? Mwana mtu hana raha, una nini? Sukari zimepanda. Sijui. Kwani hichi kilopanda, maisha yamekuwa magumu, yamepanda kwako, yamepanda kwa Mungu? Hebu kila mmoja ajiulize. Leo ukaambiwa sukari imepanda, sijui mafuta yamepanda, mchele umepanda, umepanda kwa nani? Umepanda bei kwa Mungu, umepanda bei kwetu? Na riziki yatoka kwa nani? Umemsikia kalalamika, mbona mmewapandishia waja wangu? Lakini sisi tutababaika. Na Mwenyezi Mungu asemaje? Wa fis samai, riziki yetu iko kwa nani? Wama tuadun. Kisha akaapa, fa wa rabbis sama, mwenyewe anaapa, innahu la haq. Haya niwaambia kwamba riziki yenu yatoka kwa Mungu, ni kweli. Lakini riziki yetu iko vipi? Wataka kujua riziki yako iko vipi? Mithla ma annakum tantiqun, riziki yako iko vile uzungumzavyo. Nikakuuliza, fulani vipi? Maisha vipi? Maisha tabu, ndo riziki yako. Vile uzungumzavyo ndio riziki yako. Maisha alhamdulillah, wallah, shukuru. Wanadamu, shukuru Mwenyezi Mungu, si haba ngaa hupata, siku ukapata, siku ukafanya nini, ndio riziki yako. Na ule sema alhamdulillah, shukuru, si alala nanda, ndio riziki yake. Riziki Mungu asema mithla ma annakum, riziki ni vile wewe unavozungumza, ndo riziki yako. Utamkuta mtu tajiri, lakini ukimuuliza alalamika, ndo riziki yake. Riziki yake malalamiko. Na utamkuta mtu maskini ashukuru, riziki yake ni kufanya nini? Riziki si kwa ni ngapi unazo, ni mazungumzo gani wayazungumza kuhusu ile riziki. Jua uhakika ono. Mithla ma annakum tantiqun, hii ni Qur'ani. Riziki zenu ni kwa vile nyinyi mnavozungumza. Ukizungumza kulalamika, riziki yako ya ulalamishi tu. Ukizungumza kwa kushukuru, riziki yako ya kushukuru. Kwa hiyo usibabaike kikipanda, madamu riziki yatoka kwa nani? Kwake haipandi. Basi wewe kuwa yakini, ni wao tu wamepandisha. Mwenyezi Mungu atatupa imani ya sawa sawa. Mwenyezi Mungu atupe